Naitwa Latifa, mimi ni yule dada ambaye ugomvi ulitokea maeneo ya Kimandolu. Kwa hiyo kitu kilichotokea tu ulikuwa ni ugomvi kwa sababu ni watu ambao tulikuwa kwenye mahusiano ya muda mrefu hivyo. Kwa hiyo tu ikatokea vitu kama hivyo, tulikuwa katika ulevi wote, tulikuwa tumelewa, tukagombana tu kwa ajili tu ya kupishana kauli. Na mahusiano ndivyo jinsi yalivyo, japokuwa kuna hilo tukio lilotokea, kuna watu wanaweza wakahisi kwamba mimi ni mbaya au vipi, lakini nyuma ya pazia kuna mengine. Kwa sababu kwanza watu wanasema kwanza kuingilia mahusiano ya mtu, yani huwezi kuingilia mahusiano ya mtu kwa sababu hujui nyuma ya pazia shida ni nini. Hivyo kwa hiyo na pia ilivyotokea vile, Naiman ananipenda sana na mimi nampenda sana, yeye mwenyewe anajua, ila tu kwa sababu tayari sasa hivi nyuma ana watu kwamba yule mwanamke amekufanyia hivyo huwezi kurudiana naye, lakini kiuhalisia yeye ananipenda na mimi nampenda, ila ndio hivyo tu. Sawa, lakini mpaka ikafikia wewe kumuumiza na kumjeruhi na visu namna ile, akawa na majeraha makubwa na akamwaga damu nyingi, na niliingia pale ndani nikakuta mmevuruga vitu, kilianzia wapi? Kwa sababu naambiwa mpaka mlipitikiana ugali mkala. Ugomvi ulikuwa chanzo ni nini? Ugomvi chanzo cha huyo aliyekuwa mtu wangu ni mtu ambaye alinikuta mimi nimepangisha, ni mwanaume ambaye alikuwa anakaa kwao. Kwa hiyo mimi nimepangisha, tuko kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano kuna kusaidiana. Mimi amenikuta napambana, nafanya biashara zangu, nalipa kodi. Hivyo sasa kwa sababu yeye kutokana alikuwa anaishi kwao, akawa ajali, ana uchungu, akawa yeye anisaidii chochote zaidi akija tu, yani ni kama ananihitaji kwa nguvu, kwa sababu si anajua kwamba huyu mwanamke analipa kodi, nakuta hivi, nafanya hivi. Kwa sababu mimi kabla ya hayo maisha yaliyotokea mpaka imekuwa vile, nilikuwa na maisha yangu, nilishuka chini kwa ajili yake kutokana ni mwanaume alikuwa na kipato ambacho ni kidogo. Kwa hiyo kwa sababu nilivyokuwa nampenda mimi, nilishuka chini mpaka nikatafuta chumba ambacho anaweza yeye kumudu. Hivyo lakini bado akawa ni mtu wa vile, sio mtu wa kubadilika hivyo. Yes, na pia sio muizi yule mwanaume. Kutokana na ile tukio tulivyokuwa kwenye varangati, rafiki yangu alikuwa hajui kwamba nani alimchukulia zile pesa. Hivyo kwa hiyo mimi naomba tu kwa kilichotokea, kwa sababu ni mahusiano, Watanzania wote wanisamee. Yale ni mahusiano tu, alafu pia kila kitu kina makusudi yake. Sijui ilitokea kwa sababu ya nini, ila kila kitu kina makusudi. Wazazi pia walikasirika, na mnatambuana kwa wazazi wa mwanamke na mwanaume? Maana niliambiwa taratibu zote mlifuata. Ndio tunatambuana, ila sasa kijana ni mtu anayependwa sana na wazazi wake, na pia ni mtu anayesikilizwa sana na wazazi wake. Kwa hiyo sasa kitu ambacho kilichokuwa kinaniumiza mimi, sio mara ya kwanza kugombana, tunagombana sana. Alikuwa kama anguko kwenye maisha yangu, alinirudisha nyuma sana, nikaamua kuwa chini, nikaamua kuwa yani kama mtu ambaye sijielewa kwa sababu yake, lakini bado akawa ni mtu ambao hana malengo. Hivyo kwa hiyo baada ya kuanza chini, maana kila kitu alivuruga kwenye maisha yangu, akawa tena analeta zile tabia. Kwa hiyo sasa mimi pale ndo moyo ukaniuma, kwa sababu akawa hana adabu, anakuja nyumbani kwangu hivyo, unakuta na yeye akiwa amelewa, ni vurugu. Lakini sasa pale kwenye vurugu mimi nikawa namwambia bora basi hata ungekuwa unatoa hata 2,000 basi, maana mwenyewe nilikuwa nimeshakubali kumvumilia, lakini bado akawa hana malengo. Kwa hiyo kilichotokea tu ni kwa sababu tulikuwa tumeelewa, afu nilikuwa na maumivu moyoni ya muda mrefu. Kwa hiyo nahisi ndio kile kitu kilitokea hivyo. Na katika ile hali unaambia mamake alimpigia simu kutaka fedha. Ndio. Lakini ukamwambia kwamba kwa nini unamtumia mamako hela wakati mimi hujanipa hela? Hiyo ni kweli kwa sababu ugomvi wa shilingi 10,000? Hapana. Ugomvi ni kwamba tulikuwa tunawasiliana vizuri. Nikamuuliza kabisa nikupikie nini, kweli tukakubaliana, akaniambia akimaliza kazi atafika nyumbani. Asa kitu kilichokuja kutokea, nilipigiwa simu na rafiki yangu yule ambao alimhoji ile siku. Akaniambia Latifa, naomba unisaidie, nimefukuzwa na mwanaume wangu, naomba unistiri au nije tu. Nikamwambia kwa sababu bado muda upo, ngoja mimi nije kukuchukua, nije tuongee, alafu kwa sababu unajua mimi niko na mtu wangu. Hivyo sasa kwa sababu ni yeye anamfahamu na
tunafahamiana wote. Rafiki yangu akawa amekuja na rafiki yake wa kiume. Tulivyokutana pale, mwanaume wangu yule hakupenda, yani kwa wale marafiki zangu walivyokuja, akaanzia, kwa sababu ni kuanzia usiku, ndo akaanza kuchukia vitu kuanzia hapo. Lakini tukaongea vizuri. Baada ya hapo tukulala hapo wote wanne, tulienda tu somewhere, tukaenda tukarudi nyumbani asubuhi wote wanne. Kwa hiyo sasa katika pombe hapo ndo sikuelewa kilichotokea zaidi. Tulikuwa yeye ndo alianza ugomvi, akawa ameshika kisu, ndo katika kunyang'anyana hivyo, kwa sababu ningekuwa na nia mbaya mimi ningemchoma, sio kumkata vile. Ile mimi ilikuwa ni katika kujitetea. Na uzuri ni kwamba baada ya kupelekwa kituoni, wakao kuna watu nyuma yake wanamwambia huyo mpeleke hivi jela sio nini. Lakini kumbuka sasa yule ndo anayenifahamu mimi, yule mwanaume, na mimi namjua vizuri. Umeona kiuhalisia na kwa moyo wake wote asingeweza kunipeleka mimi jela, kwa sababu yeye mwenyewe ananijua kwamba sikufanya kusudi, alafu anajua kwamba yeye ndo chanzo na ndo chanzo cha kila kitu. Kwa hiyo baada ya hapo nilivyopelekwa huko kituoni, mahakamani alifika akasema huyu alikuwa ni mwanamke wangu, mimi naomba tu hakimu hii kesi tukamalizie nyumbani. Ndo kesi ilipoishia hapo, ila akawa ananitafuta, tunatafutana, tunatumiana message, japo alikuwa na maumivu hivyo. Kwa hiyo sasa mnawasiliana? Tunawasiliana ndio, kwa salamu tu, kusalimiana. Lakini mnapendana? Tunapendana. Tunapendana kiukweli hivyo. Ila sasa shida tayari sasa hivi, unajua ile tukio lilivyotokea, mambo yamekuwa mengi, kwa hiyo yeye anashindwa ile kurudi kwangu kwa sababu ya vile ilivyotokea. Lakini kiuhalisia ananipenda na mimi nampenda pia. Sema Bwana Latifa, yuko kijana wetu yuko na binti ambaye anafanya biashara ya kujiuza na nini. Hii taarifa ikoje? Kiukweli hiyo taarifa ni wameamua tu kuzusha, kwa sababu yule mwanaume ndo ananifahamu mimi. Ningekuwa nafanya hivyo, yule mwanaume nahisi hata asingetaka. Hakuna mwanaume anayetaka mwanamke anayefanya hizo biashara. Afu pia kingine lazima waongee hivyo kutokana na mtoto wao. Yeye ni mtu ambaye sio mtu wa kutoa huduma. Kwa hiyo sasa kitu kilichokuwa kinawashangaza, mimi nalipa kodi mwenyewe, kila kitu najifanyia mwenyewe. Kwa hiyo lazima waongee kwa kunichafulia hivyo, ila sio ukweli. Sio uko. Na sasa hivi mna mpango gani? Labda mkae wenyewe wawili, alafu mwisho wa siku labda ukaombe radhi kwa wazazi, kwa sababu pia wazazi wamekasirika. Kiukweli kwa sasa kila mtu yuko na maisha yake, yuko na mambo yake. Kuhusu swala la kwenda kuomba msamaha kwamba tukae, ni kitu ambacho kwa wazazi wake hawezi kukubali, kwa sababu tayari wameshaona mimi ni mwanamke ambaye yule mwanaume hawezi kunimudu. Sio, unanielewa? Yes. Kwa hiyo hivyo. Unawaambiaje wazazi? Yaani wazazi wale unawaambiaje? Huenda walikereka, walikasirika. Lazima kama mzazi lazima umie. Kama mzazi lazima umie, na waomba msamaha, wanisamehe, japo hawawezi kujua chochote. Hata mimi mwenyewe baada ya kufanya kile kitendo niliumia sana, na maana nilikuwa niko kwenye hali ya sintofahamu, kwa sababu hata mama yake alishatoa laana. Nakumbuka alishawahi kumshtaki. Tukio la kwanza alishawahi kunivunjia TV, nikampigia mama yake simu, nikaenda mpaka nyumbani, wakalipa ile TV. Kwa hiyo mama yake kitu alichochukia kwamba kwa nini uko kwenye mahusiano na mtu afu unamlipisha. Lakini sio ubaya, kwa sababu mimi amenikuta na kila kitu. Kwa hiyo ingetakuwa afanye kulipa ili asirudie tena, ajue uchungu na maumivu, kwa sababu vilikuwa sio vya kwake. Nje dirisha akapigwa, nikatoa namba kwa mwenye nyumba wangu, akapigwa simu. Mama yake akatoa kauli mbaya kwamba wewe yani kuanzia ukiendelea na mtoto wangu utaka ukapakata mtoto, na akamwambia naye mtoto wake kwamba ukiendelea na huyo binti hautokaa ukazaa naye, mimi naomba uachane na mtoto wangu. Na yeye akamwambia hivyo. Kwa hiyo sisi tukawa tunaishi mahusiano ya kisiri, lakini baba alikuwa anajua kwamba sisi tunapendana hivyo. Lakini kutokana sisi ni wanawake wa mama, uaga tuna roho ndogo. Kwa hiyo mama ndo kashikilia. Yes. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Damu huwa mara nyingi ina laana. Labda ulienda kanisani ukatubu, kwa sababu ni kama damu ya mtu ile. Nilienda kanisani nikatubu, nikatoa sadaka, na pia hata nyumbani kwetu wako kwenye mipango ya kwenda kwa kimila za Kimasai kwenda kuchinja kondoo kwa ajili ya ile damu iliyomwagika.
Poa, vipi? Safi. Niambie. Safi, niambie nakusikiliza. Ulikuwa shida gani jana? Nilipigiwa simu nikaambiwa ulipiga simu kwa Neema unanitafuta. Kabla ya wote, wewe ndio ulianza kunicheki na hii namba simi. Kwamba si nani ungeongea ujinga tusiamuelewa. Nilikuwa naomba basi unisamee tu, nilikuwa nataka nikuombe radhi tu kwa yaliyotokea. Unafikiria ni rahisi? Sio kirahisi, lakini nadhani wewe mwenyewe unanifahamu, unanijua, kwa hiyo nilikuwa naomba. Nakujua, sio shida tu kwamba nakujua. Wewe unajua gharama, unaweza nipia gharama wewe tukakaa sawa kama ulivyonipishaga mimi. Wewe unaweza kanilipa gharama zilizotumika kuja mpaka mimi nikashona nikakaa sawa mpaka na sasa hivi. Naomba yaishe Naiman. Naomba yaishe. Alafu mambo sio ya kuposti, sasa unaposti unaendeshwa na gari na makuma wako kwa, alafu unaandika sio tutaachana, sio nini. Wewe una shida gani na mimi? Mimi mbona sijaposti jamani chochote? Wewe kwa lengo la kuniangamiza mimi au? Hapana. Wewe ulipofanya hivyo unaona ni sahihi? Sio sahihi, kwamba sasa unafikiri mtu anaweza kukusamea hivi rahisi? Mkate mtu mpaka maeneo ya ndani mengine yaonekaniki. Yaani ni nusu manusura Mungu tu ameweka mkono, ungezidisha mkono kwa nikata mishipa fahamu. Mimi ningekuwa sasa hivi nimeshasaulika. Ningeshazikwa nimeshasaulika. Wewe unafikiri ni rahisi hivi msamaha unaweza kutoka hivyo? Ni kweli Naiman. Wewe ishi tu na maisha yako. Mimi nikwambie tu ule ukweli. Wewe ishi tu na maisha yako, ufanye tu mambo yako kwa sasa. Endeleza tu mambo yako ya awali kama nilivyokufahamu awali. Na ndo mpaka na sasa na mpaka kaniletea matatizo yote haya. Naomba nikuulize basi. Ni kwamba Naiman unanipenda au upendo umeisha baada ya matukio? Upendo umeisha kabisa baada ya hizo majera yote juzi 42 sio unafikiria juzi 42 ni mchezo. Ni kweli baba. Siku naenda yani ukopa siku naenda kutolewa kwanza juzi. Kizunguzungu kwanza nikadata kwanza kidogo malili mwenyewe mpaka leo kwanza nimezimia tena. Nikizunguzungu mpaka nikalala usingizi na kuja kufungua macho ameshamaliza kutoa nyuzi zote. Wewe unafikiria ni rahisi? Au unaona ni kawaida? Ulikuwa unataka mimi nikulipe gharama? Sikiliza. Yaani hata ukilipa gharama hata usikulipa gharama zangu. Mimi damu yangu lazima tutalia na wewe. Hiyo ni must. Hiyo nimeshaomba na kuomba sana. Hiyo nimeshaongea na huyo Mungu aliyotuumba. Damu yangu umemwaga tena nyingi sana, nimemwaga nyingi sana. Sawa? Wote tulikuwa kwa hiyo usitegemee eti msamaha tu utatoka eti kirahisi. Na hata basi msamaha ukitoka kirahisi hata useme basi hata nikwambie nimekusamehe. Ni vile sitaki mazoea tena wala mahusiano yoyote ile, aina yoyote ile na wewe. Wewe nimeshakuona wewe ni muuaji. Wewe ulikuwa unaniua. Wewe una hofu yoyote ile. Nikate mara zote zile, nikate mara moja uone damu ungeogopa hata ungeacha. Lakini ulipania ile siku alafu na ulidhamiria maana kutokana na 1 2 3 mambo huko nyuma, kwa hiyo uliamua. Na teksi zako zile za kipindi kile zile ulikuwa unasemaga utamtani unamtumia sio ni mara sio ni nani utamuumiza ni maswali nini. Yaani ndio hivyo kweli ulidhamiria hiyo kitu. Alafu leo eti unakaa unaanza kunitafuta. Hivi wewe ni pepo Wote tulikuwa tumeelewa hivi siku zote hizo kweli. Hata ile useme hata ile basi kiromba hivyo useme basi kama ni kweli wewe ni mtu ule kweli unampenda mtu umemuumiza hivi. Kesho yake nimeruhusiwa nimeingia labda hivi ni haja umetolewa ile siku pale mahakamani. Ulitakiwa hata ujue kwanza vipi ilikuwaje ile mara kwanza hivi na hivi hii siku ya kwanza matukio. Yaani ungetaka hata ujue yani ile tu. Lakini wapi? Kaadili na kina Yuzu, kina nani, maana hiyo siku tena yenyewe unatumia. Mbona unatumia watu waise kunitafuta? Una shida gani na mimi? Mbona mimi sijatumia watu kukutafuta? Kama mbali tu na mimi, sawa? Alafu wewe tu usiseme tete kuniaminisha. Mimi sikuamini hata kwa lolote lile. Yaani sikuamini, alafu ni hivi. Wewe fanya ushenzi wako tu kwa sasa. Mimi achana na hiyo. Nikae sasa mimi kama maana wewe ulikuwa umeniweka kwenye janga ambalo. Sasa hivi najiona hata na afadhali yani. Akili yangu sasa hivi hata iko sawa. Tunaweza tukaonana.
Na nani? Na wewe. Wapi? Popote tu ambapo utakapoweza kuniambia tunaweza kuonana. Baadaye nitakucheki nitakwambia. Haya. Sawa. Haya.